Tabu anafika ndani kwake, akakuta shela la harusi. Kuna ile picha ya chizi kwenye kitanda chake, kashika pete. Anaangalia tena, anakuta ile barua ile aliyopewa imeandikwa I love you. Tabu akaigeuza ile barua na kukuta maneno, mke mwema anatoka kwa Bwana. Tabu akamuita mama yake, mama, mama, mama. Mama yake akaja mbio, namwambia mama, ona hii ni nini? Mama yake Tabu akasema, mwanangu, hii ni kitu ambacho hatujui. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kinataka kuzungumzika na mama yake Tabu? Basi kipande cha 9 kinaenda kutoa majibu yote kuhusu kila hatua waliokuwa wakiishi. Banda ni kusihi tu, hakikisha unanipa support kwa kulike, kusubscribe, kutoa maoni. Hii ni channel ya Vam TV Online. Share na marafiki, tuwe familia moja. Na kusiungana nami katika simulizi hii mwanzo mwisho. Basi mama yake alipoingia ndani akasema, yaani wewe mwanangu, kilichokushtua sana mpaka umeniita kwa nguvu zote hizi ni nini? Tabu akamwambia, mama, uoni hii rishela, uoni hii barua, niambie ina maana gani? Mama yake Tabu akacheka akasema, mwanangu, umemwaahidi kaka yako Joji unaenda kusonga ugali. Nenda kafanya hilo kwanza ili lisikustue. Ni swala la kawaida. Inawezekana hii barua ikawa yangu na shela likawa langu, kwani shela lina jina ya nenda kafanye ulichomwambia kaka yako Joji. Tabu anasema alienda kupika ugali, lakini anawaza sana mawazo tofauti. Kwanza anawaza kaka Joji kashampa mama siri. Nini hii? Ni nini hii nyumba? Mbona astuki? Barua nilimpa binti kule, alafu naikuta ndani. Tabu anashangaa kaka Joji kwa mara ya kwanza anaongea na simu, alafu anamtaja Spenko. Anamwambia, nimekuelewa Spenko. Tabu akaanza kuumia tena kichwa, maana kichwa nilikuwa najua Spenko ni kaka Joji. Ameamua kuishi na majina mawili kwa wakati mmoja. Sasa anaposema tena Spenko, nimekuelewa, anamaanisha yeye sio Spenko tena. Mara kwenye TV Tabu anaona taarifa ya habari, alafu inasema leo tumetembelewa na Spenko, kijana mmoja mwenye kusaidia watu sana. Leo ameamua kuongea na wananchi wote kupitia ITV. Nadhani hataki maswali, ila anasema leo ana ujumbe mzuri kwetu. Tabu akasema, mimi kweli nikazidi kusema, kweli mimi nawaza ujinga. Mawazo yangu yote ni bure kabisa. Kaka Joji sio Spenko. Mbona kaka Joji namuona hapa na Spenko yupo ITV?
ujinga wangu. Nikamwita kaka George. Akaitika, alafu sina la kumwambia. Nikawa namwangalia tu. Kumbe mimi namwita ili nijue ni kweli huyu kaka George. Yaani mimi kuna muda kweli upeo wangu mdogo, yaani namuona kaka George bado siamini namwita. Oh, kaka George akasema, Tabu, kama una cha kuongea usiniite mimi, namwangalia Spenko, maana kabla hajaingia kwenye kipindi aliniomba nimwangalie. Kama ulinisikia nilimwambia Spenko. Na kuelewa. Tabu anasema, nilivuta pumzi. Ilinishuka mimi. Nikasema ngoja na mimi nimwangalie Spenko. Maana huyu mama amekaa kimya kama hayupo, anamwangalia Spenko. Sasa Spenko akaanza kusema, jamani, mimi naitwa Spenko. Nimekuja kusema maneno machache kwa wazazi. Msiwachagulie watoto wenu wake au waume. Namaanisha acha mke na mume wapendane wenyewe. Kwa mfano, mimi nimempenda msichana mmoja, jina Kapuni, namaanisha nimelihifadhi. Nilimpenda ghafla siku ya kwanza tu kumwona. Nilimpenda, lakini alikuwa kwenye ndoa, na ndoa yake ilikuwa ya mateso, na kosa la mateso yake ni wazazi wake. Nimejitoa mfano mimi, lakini wapo wengi wanapitia changamoto kama hizi. Mfano, wewe mzazi, usimwozeshe mwanao kisa anayekuja kumwoa ni tajiri. Nasema hivi, simaanishi matajiri wana tabia mbaya, ila tajiri asiye na hofu ya Mungu ni mtihani mkubwa sana. Watoto wenu wanateseka kwenye ndoa zao sababu ya tamaa zenu wazazi. Mimi nimekuja kusema neno moja. Acha wanandoa wapendane wenyewe. Kama watatesana, wajutie wenyewe kupendana. Sehemu sio kuliko kumpeleka sehemu sio. Mimi sina mengi, nasema ninayo mengi kwenye hii dunia. Nasaidia wengi, ila leo nimekuja kuambia. Spenko alizidi kusema, inawezekana nisipatikane mtaani, nitakuwa busy na ndoa yangu mimi na T. Elfi. Nimesema T kirefu chake ni Tina Tausi, na basi wewe tafuta jina la T, utajua mke wangu ninayekuja kumuoa nimpendaye. Jina la herufi yake ya kwanza inafanana na 7, yaani T na 7. Tofauti yake ni ndogo sana. Alafu vile 7 ina herufi 4, na mke nitayemwona jina lake lina herufi 4. Nasema nimemaliza, ndoa inafuata soon. Kwa Heleni. Tabu anasema, namuona kaka George anacheka sana. Anasema Spenko ameacha maswali kwa mke atayemwoa. Inawezekana asilale leo. Akawaza tu ni yeye au maana jina lina herufi 4 kama 7. Mimi mwenyewe kanichanganya Spenko. Mbona jina lake yeye lina herufi nyingi, au Spenko jina lake 7? Da. Aya, ngoja tuone harusi yake. Mimi nikaanza kumfikiria mama vibaya. Mama anataka kuniozesha tena kwa Spenko, au sababu jina la T. Mbona hata mimi naitwa Tabu, jina langu lina herufi 4.
Tabu alisema moyoni mwake, mimi nampenda kaka Joji. Kwanza jina lake linafanana na mimi kwa herufi yote, yana herufi 4. Sasa nasema mimi kesho naomba talaka, namwambia kaka Joji, naomba unioe. Nikaenda kuoga, akaniambia kaka Joji, anakuomba ukamtandikie shuka alale hapo mzike. Basi nikaenda kumtandikia kaka Joji shuka vizuri, maana nafanya ninachokipenda. Nilimtandikia vizuri kaka Joji, akaja akasema, poa, mimi nalala. Asante kwa kunitandikia shuka, ya nenda kauge na mama, sawa? Alafu ulale na mama yako, sawa? Nikamwambia sawa, ila kaka Joji, kesho mimi naomba taraka, ila naomba nikwambie kitu, naomba ombi langu kesho walikubali, sawa? Kaka Joji akajibu usingizi, sawa, nimekuelewa, nina usingizi sana, acha nilale. Kweli Tabu anasema nilitoka nje, kaka Joji akafunga mlango wake. Nikaenda kuoga na mpigia maneno mazuri, kesho nimwambie awe mume wangu. Kaka Joji, kama mama kapanga mimi niolewe na Spenko, imekula kwao. Tena leo namwambia usiku huu kabla sijalala, namwambia simtaki Spenko. Tabu anasema nikamaliza kuoga, nikakaa ukumbini. Mama akaenda kuoga na msubiri atoke ili nikamwambia ukweli, simtaki Spenko. Nahofia naweza kwenda kukaa kitandani, usingizi ukanipitia, nikasahau kumwambia kama simtaki Spenko. Tabu aliona binti anakuja, yule binti ambaye alikuwa anakutana naye. Najiuliza kapitia wapi, alafu hajanisalimia. Kaenda moja kwa moja kwenye mlango wa kaka Joji, akagonga. Kaka Joji akafungua mlango. Moyo uliniuma, nikasema kumbe kaka Joji huyu ndio mpenzi wake. Ikaniuma zaidi, yaani kaka Joji akaniambia mimi nitandike shuka, kumbe anakuja kulala na mpenzi wake. Wakati moyo unaniuma, kwa mara ya kwanza namuona Spenko na yeye alipoingia sipajui. Akaniambia, mbona hujaenda kulala? Upo hapa kwa nini? Nikamwambia namsubiri mama. Akanipa shela na barua, alafu akagonga mlango wa kaka Joji, akaingia ndani. Dakika moja haikuzidi, akaondoka huko anasema, Joji, ungekuwa peke yako ningekwambia usiku mwema. Mpo wawili, nasema kazi njema. Kesho bwana, wewe nitaambie na mimi wangu nitampata tu. Kwa heri. Jamani, moyo uliniuma mimi kama vile nishawahi kulala na kaka Joji kimapenzi. Nilishindwa kujizuia, niligonga mlango kwa nguvu na kwa hasira wa kaka Joji. Sijui akitoka nitamwambia nini, lakini mimi nagonga tu. Nasikia sauti ya mahaba, maliza kwanza, usiniache njiani. Jamani, da. Nilikuwa na hofu nyingi baada ya kusikia maliza kwanza. Kwa kweli nilikuwa na hasira kitendo kile. Nikarudia kugonga mlango ili kaka Joji asikie, ajue nimechukia mimi kitendo kile. Kwanza hata kama sijawahi kutembea naye, ila nishawahi kumtakia nampenda
na mwanamke anapenda kweli, kinachofanya nifanye vile ni wivu, si kitu chingine. Na wivu unakuja kwa mtu unayempenda. Usiyempenda huwezi kumwonea wivu. Kwani wangapi na waona barabarani na wapenzi wao, moyo haustuki? Ile nashika sturi, mama ananishika mkono, ananiambia, mwanangu, mbona akili zako zipo kama maumbili ya dagaa? Yaani dagaa kamba, kwa nini lakini? Mimi sijui maumbili ya dagaa kamba. Nikamuuliza mama, kwani nimefanana? Je, na kwa nini umenifananisha hivi na samaki dagaa kamba? Anayo maumbili gani? Mama kaniambia, dagaa kamba maumbili yake anakula mdomoni, ananyea mdomoni. Ndio kama wewe, hicho unachofanya unapokulia unataka upanyee. Mama namwona amekuwa na mafumbo mengi. Nikamwambia mama, mimi si nataka ninyee kamba. Mimi kaka Joji nampenda sana. Imeniuma sana kaka Joji kuja kulala na yule binti, alafu yule spenko wako kaniletea hizi nguo. Mimi simtaki, nampenda kaka Joji. Basi mama akacheka akasema, kweli mwanangu, upeo wako mdogo, hujajua mpaka leo kitu kuhusu ule msemo, kuku ni kuku, jogoo ni jina. Nikamuuliza mama, unamaanisha nini? Hajanijibu swali, ananiambia neno lengine, alafu hilo neno, kaka yako Joji kalala na mwanamke, mbona unajisahulisha kichwani kwako? Hivi hujawahi kusikia mtu analala na njaa, ila ushawahi kusikia shuka anayojifunika njaa ipo? Nikamwambia mama, mbona umekuwa mtoa mafumbo sana? Kwa nini usiniambie tu moja kwa moja? Kwa hivi unazidi kunichanganya akili yangu. Mama, kuna nini kwani kinachoendelea? Mama yake Tabu akacheka akaniambia, mwanangu, nishawahi kukwambia macho yanadanganya. Nikuulize swali unijibu. Maji ya bahari yana rangi gani? Tabu akajibu, mama, maji ya bahari si ya blue, we si unaona hata kwenye picha mama. Mama akacheka kidogo, alafu akasema, siku moja kachote kwenye kikombe maji ya bahari, alafu utanipa jibu kama utaona ya blue ama. Mwanangu, zamani kulikuwa na vitendawili. Kuna kitendawili kimoja kinasema, futi kamfunika futi na futi kamfunika futi, jibu lake ni nini? Nikamwambia jibu lake ni nazi. Akaniambia, ndio wewe bwege. Wewe bwege, nazi macho matatu, kuona uoni, twende ukalale, usiku mkubwa huu. Nikamwambia mama, mimi nimeona kaka Joji kamfungulia yule binti mlango, tena nimesikia sauti kabisa ya maguno. Mama, wewe unaniona mimi mtoto? Mama akasema, sasa mwanangu, ndio naposema wewe upeo wako bado hujakuwa unaniita mama, alafu unasema na kuona wewe mtoto. Uliona wapi mtoto kwa mama anakuwa aya, twende ukarare mwanangu mzuri. Mziwanda ndio wewe, wa kwanza ndio wewe. Aya, twende ukalale upumzike mwanangu mzuri. Nilienda kulala huku namridhisha mama, moyoni naumia.
kwa nini kaka George kalala na mwanamke? Nikalala huku na mawazo yangu. Cha ajabu, naamka najikuta nimelala na kaka George chumbani kwake, na mlango kaufunga, alafu nimevaa zile nguo kama yule binti. Moyoni mwangu nilifurahi. Kile kitendo cha kulala na kaka George. Swali najiuliza, kwa nini nimevaa zile nguo za yule binti? Najiuliza tena swali, jana nilikuwa naota yule binti, au yule binti yupo wapi moyoni? Nikasema, kaka George, yule binti katembea naye, na mimi ngoja nimwamshe nitembee naye. Wakati namwamsha kaka George, nasikia mlango unagongwa kwa nguvu. Kaka George hajaamka, nafungua mlango. Nashangaa mama ananishika mkono, ananitoa nje, ananiambia, mpokee kaka yako George mzigo. Kweli nilichanganyikiwa ndani. Nimemwacha kaka George nje, namkuta kaka George yupo na pikipiki. Nyuma ya pikipiki kuna boksi la kuku, alafu kachafuka viatu. Ananiambia, dada, naomba unifulie hivi viatu. Nikachukua vile viatu, nikachukua na beseni, nikaviweka vile viatu. Mama kashika kuku, alafu kaka George kaondoka na pikipiki yake peku peku. Kitendo kile kiliniwazisha sana. Mimi nimekaa na vile viatu, najiuliza maswali. Huyu kaka George jini au mbona simuelewi? Ana nia gani? Mbona ananichanganya mimi kichwa changu? Mama akaniambia, wewe mwanangu, fua hivyo viatu. Unawaza nini kichwani kwako? Yaani kinachokuchanganya wewe ni kitu gani? Ile nataka kumjibu mama, kaka George, kwa nini hivi? Ni jini au ni nani? Nashangaa anatoka yule binti ndani. Hapo ndipo nikachanganyikiwa zaidi, nikabaki kumwangalia. Akatupita aja tusalimia. Tabu anasema, mimi mbona naona mauzauza? Jamani, mimi si ndio nimelala kwa kaka George? Huyu binti alilala wapi? Nikajiongeza, huyu alilala na mama, ndio maana hajasalimia. Alafu kashajua mimi simpendi, kamsalimia mama chumbani kwake. Hapa kampita ila wewe mwache, mimi George siku atasema aweke mpini wake kwenye tango langu, ndio siku atamsahau huyu binti. Hatari. Nasema kimoyomoyo. Mara anaingia Spenko, anamwambia, mama, mwambie mwanao afanye anachofanya sasa. Saa 7 anatakiwa awe pale kwenye baraza. Leo ndio atasema yote na baba mkwe akiwepo. Mama, George kashaamka. Nikadakia, mimi kaka George, keti. Mama kaniambia, nyamaza. Ameniuliza mimi, uwe na adabu, usijibu swali usiloulizwa. Nenda kumwamsha kaka yako George ndani aje aongee na Spenko. Mimi natamani nimwambie mama, wewe unajisaurisha. Kaka George kaondoka na pikipiki. Nikawa naenda huku nawaza, hivi mama, mimi kuolewa na Spenko, mimi simtaki. Spenko na mama, lile swali la kitendawili sio fumbo. Lile futi kumfunika futi
na futi kumfunika futi. Mimi nimejibu nazi. Kanitukana sasa. Nafungua chumba cha Joji. Nashangaa namkuta kaka Joji kalala kama nilivyomwacha. Nguvu ziliniishia kabisa. Namuita kaka Joji. Akaamka akaniuliza, unasemaje dada yangu? Nikamwambia unaitwa na Spenko nje. Kaka Joji akasema, naomba uniekee maji, niwahi zangu kazini, muda umekuwa mdogo, leo nimelala sana. Alafu huyo Spenko achana naye, nitampigia simu, maana leo alikuwa anataka aongee na mama yake mkwe, sijui alinitumia SMS jana. Nikamwambia kaka Joji, mimi nakupenda wewe. Mama anataka kunikosesha tena, anataka niozeshe na Spenko. Mimi simtaki mbona Spenko. Na Spenko mwenyewe jana ITV alisema wazazi wanakosea kuwachagulia wake au waume wa watoto zao. Mbona yeye anafanya hivyo? Kaka Joji akacheka akasema, dada, hata mimi nakupenda, ila nataka ujue usipende kujua vingi kwa wakati mmoja, vitakuchanganya. Waswahili wanasema mshika mawili moja humponyoka. Sasa hivi wewe ni mke wa mtu, bado upo kwenye ndoa. Usishike ndoa nyingine, nenda kamalizane na ile ya kwanza, alafu ndio ufungue ukurasa mpya. Alafu usipende kujaji kitu sababu macho yako yanahisi kuna kitu ndani ya macho. Usiyape kazi, si yake macho, kwa sababu macho yanaona tu, wewe ishi hapo kwenye kuona. Sasa wewe unataka kuona, alafu unataka kujua. Wakati huo huo mambo mazuri hayataki haraka. Mambo mazuri hayataki haraka, nimesubiri nipatacho na rarara. Wameimba. Kaka Joji kaenda kuoga. Mama kaingia ndani ananiambia, ai, kuolewa, kurudi nyumbani kutembea. Ai, kuolewa, kurudi nyumbani kutembea. Alikuwa naimba kawimbo hako. Nikamwambia mama, sipendi. Nasema sipendi. Kwa mara ya kwanza mama akaniita kibao, akanitia kibao yani. Kumbuka hii ni simulizi waliniozesha mwanaume jogoo hawiki. Kama ni mara yako ya kwanza, subscribe channel yetu ya Vam TV Online. Tuwe pamoja. Nilishangaa kibao cha mama kanipiga, kwani nikamuuliza mama, kwa nini umenipiga kibao? Mama, inawezekana akili zako zimeamshwa. Kwanza, wewe mtu gani usielewa yani kichwani mwako? Huwezi kuwa na fikra pana. Nataka ujue fikra pana si fikra za fupi fupi kwa akili yako ndogo ndogo hiyo. Yani unawaza tu ukataka ulipe kwenye daradara na ulinusu sababu hujakaa kwenye kiti. Aya, kaoge. Twende kwenye baraza muda huu. Ni mama yake alikuwa anamwambia, una akili fupi fupi. Taubu anasema, nikaenda kuoga. Kipindi hicho kaka Joji kashaondoka yeye. Mimi na mama tunaenda kwenye baraza. Tunafika kwenye baraza tunakuta wazee washafika. Mimi na mama tulivyoingia, mzee Jongo kaniuliza, sasa huyo mkweo yupo wapi? Mbona hujaja nao? Kabla sijamjibu, mzee Maugo akasema, kwanza salamu, pili muda bado si saa 6 sasa hivi na nusu. Ikifika saa 7 muulize.
Yule mume wa Tabu na mama yake washafika, wamekaa pembeni. Mara namuona chizi anaingia. Kaka Joji kanipa karatasi nyeupe 3 na peni, alafu hajaongea chochote. Mzee Jongo akasema, jamani, fungeni mlango, washaanza kuingia mpaka machizi humu ndani. Mara Spenko anakuja na baba mkwe na baba mpaka mule ndani, wakasalimia wakasema, jamani, mtuhumiwa huyu hapa kashafika, saa 7 kamili. Baba mkwe kabla hajaambiwa chochote alipiga magoti, akaanza kutembea na magoti, anamfuata mama kumwomba samahani, huku anasema, nisamehe shemeji yangu. Wazee wakashangaa neno shemeji, wakamwacha aongee kwanza. Basi baba mkwe akasema, mimi nimekukosea wewe na mwanao. Naona aibu kwenda kumpigia magoti Tabu, ni mtoto, ila kwa ujinga wangu nilifanya. Naomba Tabu usione uchulo mtu mzima kukuomba msamaha kwa kupiga magoti. Tabu, nisamehe, jela kumeninyosha, Mungu kaniadhibu, pesa ilinidanganya. Tabu, nisamehe. Mzee Jongo kama kawaida yake anasema, wewe mzee, sema umefanya nini mpaka unamwomba msamaha Tabu na mama yake? Huku baba yangu analia tu, kapiga magoti, anamfata mama. Sasa mzee Jongo anasema, ninyi pigeni magoti leo kwa raha zenu, jana msingeweza kupiga magoti, kulikuwa na mikojo humu. Aya we mama, Kojo mbona hawapigi magoti kuja kwako? Yaani akamwambia mama Kojo, kulikoni wewe? Kulikoni wewe na mwanao ambaye Waswahili wanasema kiporo ukikipasha moto akichachi. Leo lazima nirudishe kisasi. Mzee Maugo akamwambia mzee Jongo, nyamaza basi, sikiliza maneno anayosema huyo baba mkwe, ni yale yale aliyosema binti jana. Leo tumalize hili swala. Bahati mzuri Spenko yupo, viongozi wa dini zote wapo, swala litaisha leo nasema. Basi mchungaji akasema, Bwana Yesu asifiwe. Wote wakaitikia. Mchungaji akasema, mimi nimekuja kuwapa neno la Mungu juu ya maisha ya wanadamu. Wanadamu wa sasa wanamsahau sana Mungu, wanatukuza pesa. Ukisoma Zaburi ya 10:9 inaendelea, mstari wa 1 mpaka wa 7 inasema hivi: Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Kwa kiburi chake asiye mnyonge anafuatiwa kwa ukali, na wanaswe kwa hila hizo walizoziwaza. Maana mzalimu hujisifia tamaa ya nafsi yake, na mwenye choyo humkana Bwana na kumdharau. Mzalimu kwa kiburi cha uso wake asema, hatapitiliza jumla ya mawazo yake, hakuna Mungu. Njia zake thabiti kila wakati,
hukumu zako ziko juu, asizione adui zake wote awafanyao. Asema moyoni mwake, sitoondoshwa kizazi baada ya kizazi, sitokuwamo tabuni. Kinywa chake kimejaa laana na hila, dhuluma chini ya ulimi kuna madhara na uovu. Mchungaji akasema, nadhani nimechelewa, ila karibuni kanisani Jumapili. Kuna ibada ya kuombea maisha yako yabadilike, uachane na maagano ya shetani, umrudie Mungu. Kwa Mungu kuna kweli ya kweli, shetani kuna kweli ya uongo. Ona matajiri wanamiliki pesa za shetani, wanavyoishi. Wengine wanalala chini, wengine mpaka aibu kuongea. Kwa sababu gani? Wapo kwenye kweli ya uongo. Karibuni kwa Mungu. Mungu ana uhitaji. Mimi nimemaliza. Mchungaji alimaliza. Akaingia shehe, akasalimia vizuri, akasema, jamani, dunia hii imeisha. Ona huyu mzee huyu ametaka kumbaka kwanza kabla ya ndoa na mwanaye. Alikuwa anamwita baba sababu ni rafiki yake wa baba yake. Alipoolewa likaongezeka jina, yaani huyu mzee akapanda cheo, akaitwa baba mkwe. Lakini angalia shetani alipokuja kucheza kwenye moyo wa huyu mzee, akamtamani huyu binti. Huyu binti amesaidiwa na Mungu, si kwa uwezo wake. Mwanaume anapokuwa kazidiwa anakuwa kama mnyama. Siri kubwa ya maumbili yake yote inapokuwa ina hamu ya tendo, ashkum si matusi, yaani inapokuwa na dhakari imesimama, akili nayo inapotea kichwani. Ndio maana usishangae mwanaume kabaka, akimaliza tukio akili inarudi. Ukitaka kuamini ili mwangalie mwanaume anapokuwa anamhitaji mwanamke, anapita polini bila uoga. Anapomaliza alichokifata, sasa akili inarudi, anaanza kuogopa pori. Nasema kweli, yote yanatokana na kuruhusu mawazo ya kijinga kwenye kichwa chako. Ufikiri mambo ya msingi maisha yako. Ona mzee huyu kaenda jera sababu ya tamaa, na huyu fikra yake kaenda jera sababu na hizo tamaa. Huyu baba Tabu naye kaenda sababu ya tamaa ya pesa. Huyu rafiki yake ambaye Tabu anamwita baba mkwe kimempeleka jera, na ni tamaa ya mwili na ni dharau sababu yeye anachokipato. Sasa kwenye Qur'an surati Mumtahani 60 ni ya madini, aya zake zipo 13. Sasa aya ya 7 inasema hivi: kwa yakini kabisa umepatikana mfano mzuri kwenu katika msimamo wao. Hapo unaona Tabu na mama yake wamewekwa. Kabla shekha hajamaliza anachoongea, mume wangu akaniamsha mimi, nimekubali baba akakosea, nifungueni pingu mimi niondoke na mke wangu. Mimi nasikia wapi sasa hapo? Kama samahani, mke wangu kashaomba, mimi nasubiri nini sasa? Naombeni niondoke na mke wangu. Spenko akamwambia, basi tulia, tumsikilize shehe kwanza, anasemaje? Mbona unataka kuharibu utulivu uliokuwepo? Mume wa Tabu akasema, utulivu gani wa kisenge? Mimi nimekaa na pingo nyingi, mpo free,
Alafu wewe Spenko, mimi sikufagiri hata kidogo. Wewe watishie hao wa mama, si mwanaume kama mimi. Moyoni nilibanwa na kicheko. Mimi yani mume wangu na yeye anajiita mwanaume, anatukana. Akaona haitoshi, akamtemea mate Spenko ya uswani, tena yale mate mazito. Jamani, Spenko akakasirika sasa, yani akataka kumpiga mume wangu. Mimi nikaona hapa itatokea fujo, alafu mimi sitopewa taraka yangu. Alafu leo ndio siku ambayo nimepanga kumwambia kaka George ukweli. Nikamwambia Spenko, subiri, usikasirike, usigombane na mtu, si mwanaume. Kumbuka wewe mwanaume umekamilika. Huyu ni mwanaume maumbili, lakini hayafanyi kazi. Spenko akasema, Tabu, nimekuelewa. Basi sasa Tabu Loksa asema ukweli kuhusu huyu na mama yake, na huyu atulie, dozi imoingie. Tabu anasema, nikaanza sasa, jamani, wazee wangu, naomba mnisaidie mimi. Wazazi wangu wamenihusisha kwa mwanaume jogoo hawiki. Wote wakasema, sema. Nikasema mimi nilikuwa na shangaa tu. Kumaliza mwezi, mwenzangu hataki tendo la ndoa. Mpaka miezi, vituko vya hapa na pale. Napo itaka joto, yeye ananikolezea moto niote. Ikafika hatua ajui samani ya mke, akanifungia ndani. Mimi na fundi cheleani, yaani mwanaume mwenzake. Ile fundi alitaka kunibaka, mimi nikapambana juu ya kukata kubakwa. Nikasema nikija huku nitamuuliza mama, kabla mama kuniambia kuwa mume wangu jogoo wiki. Mama yake alimsema mama kama fukara aliyesaidiwa tu, akisema mama na baba. Mama kwa asila akamwambia baba, mbona sisi tumemsaidia kuficha aibu yake? Tumempa mtoto wake mwanetu, wakati tunajua kabisa mwanawe jogoo wiki. Ndipo nikagundua kuwa mume wangu jogoo wiki. Na siku nyingine mama yake mzazi, ambaye huyu hapa mama yake mkwe, mama mkwe, alituteka mimi na mama, akataka anizamishe chupa ya bia sehemu zangu za siri. Bahati wale vijana waliponivua nguo wakanitamani wao. Huyu mama mkwe alisema, mwanangu jogoo wiki, si unapenda kufanya? Akawaambia vijana waniingilie kinyume na maumbile. Namshukuru kaka Spenko alikuja kuniokoa. Jamani, nashindwa kuendelea. Kiufupi, sitaki tena hii ndoa. Tabu anasema, nikaanza kulia. Wazee wakasema, nyamaza, kulia. Tabu, kama tungekuwa wafuasi wa kukata majina yetu, basi ningesema badilisha jina, yaani jina lako limeendana na maisha yako. Mimi naitwa Mzee Maduu. Maana ya Maduu ni unyayo wa wale wenye majina ya Maduu wafahamu kuwa jina hilo maana yake unyayo. Yani sitaki kuchambua sana maana ya unyayo, bali nataka niseme kitu kimoja. Kwa sheria ya dini, mwanaume anisi haruhusiwi kuoa. Tusitake tupeane maandiko, maana yapo mengi kwenye vitabu vyote vya Mungu. Wamesema anisi ni mwanaume asiyesimama kabisa kama huyu bwana, sio wale waliosimama, ila kiwanda chake, mashine zimeungua za kuzalisha watoto. Hapana. Na chengine hapa, huyu akikupa taraka, eda ya taraka ukai, huyu angekufa wewe,
ela usingekaa sasa. Sitaki kutumia vitabu, ila tatizo la kusimamisha linatibika sababu wewe mwanaume fedhuli jeuri. Tunasema hivi, tunaomba umpe talaka mwenzako haraka. Sasa mume wangu akaomba afunguliwe pingu aandike talaka. Mzee Jongo akasema, acha kupoteza muda hapa. Huyu tukimfungua pingu atakimbia aseme kwa mdomo wake wazazi wote wa mkwe wapo, aseme maneno yanayovunja ndoa yao. Sasa hivi hakuna kulemba. Akatokea mzee Maugo akasema, karatasi ni mzuri, sitamsaidia huyu binti mbele ya safari yake. Mfano leo kaelewa huyu akisema huyu ni mkewe, ili huyu binti awe na nguvu lazima awe na karatasi la talaka. Sio kama napinga talaka ya mdomo, bali nasema kizuri zaidi au spenko naongopa. Spenko akasema yote sawa, akisema kwa mdomo sawa, akiandika sawa. Kikubwa huyu afanye ibada, akamwombe Mungu ampe uzima, lakini hivyo hawezi kuoa, atampa mwanamke dhambi tu. Mimi sina mengi, na msikiliza yeye amalize kikao. Mara namsikia baba anasema, jamani, mimi mzazi wa Tabu nimemwomba samahani mke wangu. Naomba samahani kwa wanaume wenzangu. Mimi nimekosea, niliweka tamaa mbele na kumkosea mke wangu. Naomba samahani ya dhati kutoka moyoni. Mbele yenu na hapa kwa Mungu, sitorudia kosa. Namwomba samahani mke wangu na mwanangu. Matatizo yote ya mwanangu chanzo ni mimi. Kama ningekuwa na pesa au kazi, nisingekubali mwanangu kumwingiza kwenye shimo la mtoto, yaani shimo la moto. Nasema naombeni samahani. Tabu, nisamee baba yako. Akili yangu iliganda shida na jela nilikaa imeyayusha akili yangu. Sasa inaenda vizuri. Nasema Tabu baba yako ni mpya, si yule tena. Baba asiyeweza kuua nyoka ni baba anayeweza kupambana na chatu. Sasa baba yake Tabu anasema sasa naweza kupambana na chatu. Nasema hivi, wewe mume bandia, mpe talaka mwanangu sasa hivi, kabla sijafanya kitu juu yako nikarudi tena jera. Nipo tayari kufungwa kwa ajili ya kumtetea mwanangu. Nasema toa talaka, hilo sio ombi, ni lazima. Mama mkwe akasema, wewe usimpande mwanangu kichwani. Ukoo wao unaojua kuoa au jui kuacha nani umemwona kaacha kwenye ukoo wao. Kama mlikubali kumfungisha ndoa mwanenu, imekula kwenu. Ndoa uvumilivu, walaha na shida. Mwanangu hapa aondoki na mkwewe, wakajue wanaenda kutafuta dawa wapi ya kupona, asimame. Baba mkwe akasema, wewe mke wangu, acha uchizi. Ikiwa sisi tulihangaika mpaka tumekosa dawa, yeye atapata wapi? Huyu mtoto wetu kashakuwa kama tikiti bovu lipo shambani kwetu. Ampe talaka binti wa watu, maisha yaendelee. Mara simu ya mume wa Tabu inaita. Simu
anayo mama yake mzazi. Mama mkwe akampa simu mume wa Tabu. Alikuwa anapiga bosi wake mume wangu. Akasema, "Hello bosi." Bosi akasema, "Kesho unahitajika ofisini na mkeo ili mpangiwe safari ya kwenda Marekani kikazi. Maana Kenya ulifanya kazi nzuri. Kampuni imeamua kukupandisha cheo. Wewe na mkeo muende Marekani saa 7 kamili. Mnatakiwa mfike sawa bila kukosa. Sina mengi. Nakutakia siku njema. Umeoa mke mwema. Asante." Mume wa Tabu akasema kwa nguvu, "Taraka sitoi, niacheni mke wangu." Jamani, nadhani sauti ya bosi mmeisikia. Nasema taraka sitoi. Oh, I say. Oh, inazidi kunoga. Twende nalo. Mimi sasa ile sielewi. Mume wangu kasema atoi talaka sasa. Itakuwaje? Naona mzee Jongo mdomo unamcheza kwa asila kama kuna kitu anataka kuongea. Mara mzee Maugu akasema, "Wewe si taarifa ya kazini kwako hatuhitaji, tunasema toa taraka." Mama mkwe akasema, "Mwanangu au maskini au kwa jina lingine mafukara, na wapo mtihani mmoja tu. Turudishieni mali zetu, pesa zetu zote tulizowapa kwa ajili ya harusi." Mume wa Tabu akasema, "Mama, umekumbuka kitu kizuri. Yaani umekumbuka kitu kizuri sana. Tupeni pesa zetu." Mzee Jongo akasema, "Sasa mmeyakanyaga. Nasema hivi, kwa kuwa huyu mwanenu amepata kazi sababu ya huyu Tabu, ili mpate hizo pesa zenu, huyu ampe Tabu mishahara yote ya Tabu aliyopokea. Msitufanyie wajinga." Mara naona SMS imeingia kwenye simu yangu, inasema, "Mwambie Spenko aende sokoni, kuna tatizo. Kuna watu wanafanya ujinga. Akamalize tatizo." Naona simu yake imekwisha chaji, simpati hewani. Nikamwambia Spenko. Akatoka spidi akisema, "Mzee Jongo, maliza hiyo kesi. Kuna tatizo limetokea sokoni, naenda." Sasa mume wangu akasema, "Wewe bwege Spenko, unaenda wapi? Subiri unifungue pingu." Basi mzee Jongo akasema, "Wewe utajua ujui. Dunia hii futi kumfunika futi na futi kumfunika futi. Kina maana. Sasa kitendawili hicho kina maana gani?" Mimi nikashangaa. Kitendawili hicho nimekisikia kwa mama yangu. Aliniambia, "Aga sasa." Na huyu mzee Jongo anasema kitendawili hicho si jibu lake nazi. Aya, ngoja tuone. Ghafla naona chizi anaingia na bonge la mjiwe. Anasema, "Mimi nipo nje muda mrefu nasubiri karatasi zangu. Sasa kumbe msumari au wendi bila ya nyundo." Nasema hivi, "Owe, andika taraka sasa hivi." Nasema, "Andika taraka sasa hivi." Nasema, "Mimi sina maneno mengi. Kwanza sina kesi na kuua sasa hivi." Mara ghafla anaingia shemeji na panga, alafu kateleza lile panga akalishika chizi, yani kama limemponyoka hivi. Chizi akasema, "Wewe kuja na panga, nadhani ulikuwa unanifuata mimi, kisa nimeuona sokoni, nasikia Spenko yupo huko. Sasa ngoja nimuue huyu anayebisha kuandika taraka, alafu nimfuate Spenko sokoni leo. Nimepanga kuua watu 7 tu, watanitosha."
Basi Tabu anasema nikasikia mama mkwe mwenyewe namsikia anasema, mwanangu, andika hiyo talaka. Nasema andika talaka. Mume wangu akasema, mama, kwa nini mimi nimebisha? Karatasi iko wapi? Tabu anasema, mimi nilizifuata fasta, hizi hapa. Mume wangu akaanza kuandika taraka kwa mikono miwili. Chizi anasema, andika, kosa mimi jogoo awiki, sistahili kuwa na mke, andika hapo. Mume wangu anaandika, yani abishi tena, anaogopa panga. Huko mume wangu anaandika taraka, huku mama mkwe anamwambia, mama, mkitoka hapa mkatafute kwa kukaa. Na huku mama anasema, sisi hatutafuti pa kukaa. Pa kukaa tunapo sema tukatafute ukumbi wa kufanya sherehe kubwa. Wewe unafikiri mchezo kutoka kwenye ndoa? Ukitaka kujua taraka haitoki kirahisi, jaribu kumwomba mumeo huyo hapo. Sisi laha. Kwa mara ya kwanza mama anamuona anajibu majibu ya shombo. Sijawahi kumuona mama anajibu hivyo. Huyu mama mkwe zamani nilikuwa namuita mama mkubwa kabla hajanioa mwanae. Kumbe huyu na mama mkubwa, mama ni mkubwa, ila mama sababu alikuwa anamheshimu sababu ya pesa zake, akawa anamuita dada. Sasa mama anajibu tu, yani nimezoea majibu yale ananiambia mimi. Namsikia mama anasema, hehehe, popo mbili zavuka mto. Mzee Jongo kadakia macho, mama Tabu, umenikumbusha mbari, haya tega nikutegue. Hehehe. Mama akasema, mwiba, wewe unafikiri mzee Jongo mimi nimesahau vitendawili? Nipo sawa. Plum paka maka. Mzee Jongo akasema, uterezi, wewe mama Tabu una vituko, yaani mpaka unajua plum paka maka. Sasa hivi wanasema ji mpaka Marekani. Jibu lake ni nini mama Tabu? Niambie. Mama akasema, wewe mzee Jongo mimi najua mpaka maka tu, vitendawili vya kisasa. Ngoja nikujibu kitendawili chako. Ukisema ji mpaka Marekani, jibu lake utasikia kwa bomba. Mama mkwe akasema, wewe kaka Chizi, unaona hawa wanasema mafumbo. Chizi akasema, wewe mama kikojozi, acha hao waongee, kwani wanazuia zoezi la kuandika talaka. Tulia mama kikojozi. Mume wangu aliandika talaka akanipa mimi. Wazee wakasema kikao kimeisha, dakika 2 Chizi simuoni. Mzee Jongo akasema, dunia hii ina mambo. Sasa huyu jogoo awiki alafu anataka mke da. Mara polisi wamekuja kumchukua aliyekuwa mume wangu. Tunatoka nje tunakuta gari ya kifahari ya kaka Joji imepaki. Tunapanda kwenye ile gari. Baba anashangaa kupanda gari, ajui tunaenda wapi. Mama yake aliyekuwa mume wangu katoka macho kama kabanwa na mjusi. Vile nashangaa tu. Sasa aliyekuwa baba mkwe alipomwona kaka Joji akamfuata akasema, asante sana, umenisaidia sana. Mimi nitakuwa mtu mwema kama ulivyoniambia niwe mtu mwema kumcha Mungu. Kaka Joji akasema sawa, ila namshukuru Rais ametoa msamaha juu yenu, ila jua jina lako lipo kule, jaribu kuwa mwema kama nilivyokuambia. Aliyekuwa baba mkwe wangu akaondoka. Baba mzazi wangu akataka ashuke kwenye gari amfate kaka Joji, amwambie shukrani zake kaka Joji alikuwa nawapa kama asante wazee wa baraza pale chini. Mama akamwambia baba, usishuke, huyu anaitwa Joji, ndio mwenye gari hili, ndio tunaondoka naye. Cha ajabu,
Kaka George alikuja akamwambia, baba, haina haja ya kuniomba msamaha. Kesho barua inakuja. Na wapeleka kwenye nyumba yangu nyingine ili mkae hapo mpange mipango ya harusi. Mimi nashangaa, harusi? Harusi ya nini tena? Nani ya nani? Baba anajiuliza harusi ya nani naye. Nashangaa tena tumeenda kwenye ile nyumba ya kaka George nyingine. Mama anaifahamu ile nyumba. Ananiambia mimi, mama, nenda kwenye hicho chumba chako uongee na mumeo mtarajiwa. Wakati huo kaka George alituacha akaondoka na gari yake. Mimi sikutaka kung'ang'ania sana kuondoka naye. Nilitaka kujua hiyo harusi ya nini? Ya nani? Nikamwambia mama, unaanza tena kunikosesha mimi. Sitaki kuolewa na mtu tena kwa kuchaguliwa. Na wewe unataka mimi niolewe na Spenko. Mimi simpendi Spenko. Nampenda kaka George. Mama akaniambia, nenda mwanangu. Kamwambia ukweli, unampenda Spenko. Unampenda kaka yako George. Huyo mchumba wako anayekupenda haja kutamani hata kidogo. Niliingia kwa hasira. Nimwambia ukweli Spenko, nashangaa. Namuona chizi ndio mchumba wangu. Jamani, nilisema mama ananitafuta nini mimi? Yaani nilimwambia wewe chizi tu. Ukome. Basi tunaenda kumaliza sio muda simulizi yetu. Waliniuzisha jogoo hawiki. Niliingia ndani kwa hasira, nikamwona chizi anatabasamu. Nikashtuka moyoni. Nikasema, mama, vipi kanitoka kwa mwanaume jogoo wiki, sasa anataka anikabidhi kwa mwanaume akili aziwiki? Huyo mama ananitafuta nini mimi? Wakati nawaza, yule chizi akanipa barua niwapelekee wazazi wangu. Nilipokea nikatoka nje, nikamwambia mama, barua yenu hii. Kama anataka kuoa mwambie mimi nina mtu nampenda anaitwa George. Ndoa hizi ndio zile za kuachana mpaka vikao. Sitaki tena, naondoka zangu. Mama kaniambia, mwanangu, wewe ni mchumba wa mtu. Kwa nini uzulule usiku? Mume wako anataka umjue usiku wa leo. Yeye nani? Si kimapenzi bali kimaisha yake. Lobo anataka aongee na wewe. Unaondoka, nenda kamwambie mimi mchumba wangu George, alafu nenda kwa George wako. Nikamwambia, hilo mbona dogo? Ngoja nichukue kisu hichi niingie nacho nikamwambie mimi mchumba wangu George. Wewe sikutaki, unikome. Akijifanya kunishika nampa kisu cha tumbo. Sitaki mazoea mimi. Nikienda jela George atanitoa. Hatari. Mama akasema, sawa mwanangu. Kampige kisu mchumba wako. Si unampenda George? Upo tayari kumuua mwanamume yeyote? Nenda kauwe. Nikamwambia mama, ngoja nikuoneshe kwa vitendo. Naenda kuua. Namuona baba yangu kaja kapiga magoti mbele yangu. Ananiambia, mwanangu, jela si sehemu nzuri. Kwa kusema uende jela, hakuna neti. Jela unalala kabla ya usingizi. Jela hakuna kusema mboga chumvi ndogo. Jela kiufupi. Usitamani hata kidogo mwanangu. Kweli mpenzi, haya lazimishwi. Ila acha kisu, kamwambia kwa mdomo, mimi sipendi, sikupendi. Inatosha mwanangu. Asila asala. Mwenzako baba yako nilikuwa naambiwa nyimbo ya FM Academy ya wajela gwa. FM Academy wajela gwa. Nimejua maana ya kipande cha wimbo wao kinachosema
Jela jela ni mbaya, jela jela si mchezo, jela jela ni mateso, waambie ukweli watu wote. Jela jela ni mbaya. Bila bana bis maisha jela siwezi, yoyo kamba shingoni, pingu mkononi jela. Waambie kama roho mbaya haijengi kitu ovu huo. Sasa mwanangu, midume inasema jela mbaya, wewe ukitamani jela mwanangu, nakupenda sana. Nenda kamwambie unayempenda na sisi tutakuwezesha umpendaye kama na yeye anakupenda. Mwanangu, upendacho wewe ndicho chaguo lako wewe. Na kama amekupenda tunawapa ndoa leo, haina kulemba. Sherehe mtapanga wenyewe, kinachowezekana leo kisifanyike kesho, bali kifanyike leo. Baba alianza vizuri mbele, naona anaanza kuniboa. Anamaanisha mimi niolewe na chizi. Nikasema ngoja niache tu kisu, nikamwambia sikutaki. Ile nafungua mlango, nashangaa kaka George ananiambia nakupenda Tabu, huku kashika lile shela. Siku mjivunga, nikamkumbatia kwa nguvu. Akaniambia vaa shela mai wangu. Moyoni nilisikia raha kuitumai na kaka George. Sasa neno kaka George linakufa rasmi. Mimi nikamwambia sawa mai wangu. Nikavaa shela nikatoka ukumbini. Naona wale wazee wamefika wote, ndoa ikafanyika. Nilifurahi sana kwenye ndoa yangu. Nikaondoka, mume wangu akasema twende nyumbani. Kweli tulienda mpaka kwake. Sasa akaanza kuniambia Mai, kaa vizuri nikwambie, mimi na wewe tulianza kuonana wapi na nikakujua wewe au na mume bora, nikakupenda kuanzia hapo. Nikamuuliza Spenko yupo wapi? Mai wangu akacheka akasema subiri utamjua yupo wapi. Kwanza ujue mimi ndio fundi niliyekufundisha wewe kushona nguo Kenya. Unajua hilo? Kitendo kile Tabu anasema nilishtuka sana. Akanionyesha sura yake akiwa Kenya kwenye boksi. Yani alivaa nikasema du kimoyoni. Akaendelea, nilikuwa nina kazi zangu nafanya kule. Usitaki kujua vingi, jua mimi ndo fundi nilikufundisha kushona pasipo kukutongoza huku. Najua unateseka kwenye ndoa yako. Baada ya kujua kushona nikakutongoza, ukanionyesha wewe ni mwanamke wa aina gani, ndipo nikazidi kukupenda. Ulipoonyesha msimamo, yule mume alikuwa hakupendi. Aliniruhusu nilale na wewe chumba kimoja. Nilivyokuja huko bado nikazidi kukupenda. Pale ulipochanganya dawa mwenyewe ukutaka kujilisha kwa sababu nimekupa msaada, na wewe unanisaidiaje kunikalia ukinionyesha njia ya msaada. Sasa ulibadilika baada ya kujua mumeo jogoo hawiki, na baada ya vituko vya mumeo, na baada ya baba yako mkwe. Hapo nikaweka tiki kwenye usemi, ukiona mwanamke hajatulia kwenye ndoa, mara nyingi chanzo kinakuwa mwanaume. Nimeamini kwa vitendo, lakini kwa nini nilikuwa na kuchanganya akili yako? Usiwe na mawazo mengi ya seksi juu yangu. Nia, uwe unanifikiri mimi ni nani? Hii nyumba, kila chumba kina mlango wa dharura wa siri. Chini kuna hiyo pikipiki yangu inanipeleka sehemu faster na kunirudisha. Na ndio kuna nguo za kike huko chini ya nyumba yangu. Kuna mavazi ya Spenko. Ile siku ile wakati na unaona kama namuingilia mwanaume mwenzangu nikiwa na vazi la Spenko. Sio mimi, ile ni mfungwa
nilimvalisha lile vazi. Wale waliniuzia sana kukuvua nguo. Waliniuzi sana kukuvua nguo. Yule aliyembaka yule jamaa aliyetaka kukubaka ndio alimkata mtu mkono polini. Mai, siku ile kwenye TV nilikuwa ni meme. Nilichofanya nilijirekodi na ile CD. Jamaa ikawa kama mtangazaji pale, niliweka CD. Haikuwa live, ila yote kukuchanganya wewe. Yule chizi ni mimi. Hujawahi kujiuliza mbona Spenko na George hawajawahi kukaa pamoja? Na siku ile binti kama alikuja kugonga mlango, alafu mimi kama nafungua, binti nilikuwa mimi. Aliyefungua mlango alikuwa mama mkwe wangu. Yeye nilimpa siri mapema. Namaanisha mama yako. Nikajua tena na vazi la Spenko akanifungulia mlango. Wewe akili yako ikawa waza, binti Spenko wapo ndani na mimi nipo ndani. Mimi nilitoka kusema neno moja. Ungekuwa peke yako ningesema usiku mwema. Sasa mpo wawili, kazi njema. Neno lilikuchanganya sana mai wangu. Na ile sauti iliyokupandisha hasira ni rekodi hii hapa. Nadhani umesikia mai. Nakupenda, asante sana kwa upendo wako. Nataka uwe mke na uwe mkubwa kifikra. Mimi nafanya kazi serikalini. Ishi hapa. Neno mume linatosha. Uwe mke wangu, sawa? Nikampa sawa, nikampa kitu roho inapenda. 7 ya kwanza tu kitu kikajibu, ndoa yenye upendo. Nikasahau yote yaliyopita. Kama niliolewa na mwanaume jogoo wa wiki. Kumbe sasa huyu jogoo kawika tumboni, maisha yakaendelea. Baba anafanya kazi si ile aliyosema aliyosomea, nyingine na kipato anapata, mpaka akapata kazi aliyosomea. Akajuta kwa nini toka mwanzo asingekuwa na akili kama hizi. Kutoka kuchagua kazi ndio kulimfanya awe mtumwa na mtu anayefanyishwa akose ili ampe amwambie asante, azidi kumtawala kiakili na maarifa, mpaka ikafika kufanya kosa la mimi kuniozesha kwa mtoto jogoo hawiki. Mume wangu zamani alikimbia mji baada mimi kuwa na mimba. Yeye mwenyewe alikuwa anakanusha maneno ya yeye awiki. Alikuwa anasema mimi ni malaya, nimpende George sababu ya kipato. Mimba ilijibu maneno yake. Alikimbia yeye mji. Baba mkwe wa zamani alitengana na mumeo baada baba mkwe kumrudia Mungu. Ye akajichanganya, akapata bwana cha pombe, kamzoesha pombe kali, konyagi na savana. Pesa ilipokata wakahamia kwenye gongo. Sasa kawa mlevi wa gongo. Akilewa walevi wanapona na wao shida zao. Umeelewa? Akilewa na walevi wengine wanapona shida zao. Mwanamke mdogo mai wangu akamfanya mpango, akawa askari. Siku anaenda kukamata wauza gongo, ndio alipomuona mama yake, akawa chakula cha walevi. Alimsaidia mama yake. Sasa mapafu yameungua sababu pombe kali, anaumwa. Akamuita mama amuombe msamaha pamoja na mimi. Yani akawa anasema angemfatisha mumewe kurudi kwa Mungu, yasingemkuta haya. Akashindwa kuendelea kuongea, analia, anajuta, dunia imenifunza. Mama alimsaidia kwa matibabu na akamchukua akaja kuishi naye kwake. Akamwekea wafanyakazi wawili wamsaidie pale anapohitaji msaada wote. Tabu anasema mimi nikazaa mtoto wangu tarehe 7.
jina anaitwa Zakia. Kwa nini Zakia? Hatujui. Zakia ipo kama 7. Eti Zakia ipo kama 7. Basi msikilizaji wa Vam Simulizi na Vam TV Online, hii ilikuwa ni simulizi yetu ya Waliniozesha Jogoo wa Wiki. Niombe radhi kwa kuwa muda mwingine sieleweki katika simulizi, lakini ni simulizi ambayo ipo vizuri. Isikilize kwa makini, makosa hayo tajirudia kwenye simulizi zingine. Asante kwa kusikiliza simulizi hii nzuri. Nikutakia wasaa mwema na siku njema. Asante.